Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada yetu kuanzia jana tulikuwa tumezungumzia jambo la ikhlas, kwamba kila mmoja atakapofanya ibada yake aifanye ile ibada kwa kumtakasishia Allah subhanahu wa ta'ala, ndio inakuwa ibada yenye kukubaliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, watu walielewa kwamba ibada inafanywa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kwa ajili ya Allah. Mpaka Umar ibn al-Khattab au Abu Bakar as-Siddiq akasema kwamba faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yule ambalo kwa akifanya ibada kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa, na ndo hakika alikuwa amekufa kweli. Kwa hiyo kama mtu alifanya ibada kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa ajili ya Allah, ibada ile ilikosa ikhlas kutoka kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abu Bakar akasema, ama yule alokuwa anamwabudu kidhati kikweli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, afanya ibada kwa ajili ya Allah, aelewe kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yu hai, hafi. Na ndivyo ilivyo. Na leo kama yule ambalo kuwa anafanya ibada kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani itakwisha, hataonekana tena msikitini, kwa sababu Mungu yule aliyokuwa akimwabudu Mungu Ramadhani ameondoka. Lakini aliyokuwa akifanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aelewe kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut. Mwenyezi Mungu yu hai na hata kufa, na hafi, na hana sifa ya kufa. Hii ni sifa ya Muislamu ambalo kwa mzuri mwenye kufanya ibada kwa sababu ya ikhlas. Sajii anasema kwamba khamsu khisalun biha timamul ilmi wa hiya ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatul haqq wa ikhlasul amalu lillah. Mambo matano mtu akiyaelewa na akakaa nayo, asema huyu Sajii kwamba ndo ukamilifu wa ilmu. Mambo matano, katika yale mambo matano mtu akiyaelewa, basi atapata ukamilifu wa dini yake. Moja, wa hiya ma'rifatullah, kwanza kumwelewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hii ndilo gogoro tulokuwa nalo watu, ile kumwelewa kwamba huyu ni Mwenyezi Mungu na hili nalifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wakuta kwamba tayari mwezi wa Ramadhani watu twajaa msikitini, mwezi wa Ramadhani ukiondoka, basi sasa wakati ule mtaliswali kama Muislamu. Sasa taibu, mwezi wa Ramadhani umemalizika, je, Uislamu wake umebaki wapi? Jambo la pili, kwamba wa ma'rifatul haqq, ujuzi wa kuelewa kwamba hili jambo ni la kweli na hili jambo si la kweli. Na jambo la kuelewa kwamba ni la kweli ni kumwelewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumwelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha kuielewa dini kwa dalili. Hili jambo ingalau ukiulizwa ambia hili walifanya, je vipi? Dalili yake ni hii. Haya ndio maarifa ya kuelewa ukweli.
Jambo lingine kwamba wa ikhlasul amalu lillah, ikhlasul amalu lillah, kumtakasishia ile kazi unayoifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimekwenda kusali. Kwa nini nakwenda kusali? Naenda kusali kwa kuwa mimi nimekuwa ni Muislamu na nilishaupata Uislamu, nikakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake. Sasa naenda kuswali kwa kumkamilisha au kwa ile ibada na mtakasishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumtakasishia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu ala sunna, wal amalu ala sunna, na ile kazi uifanye kwa utaratibu alokufundisha au aloufundisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wal amalu ala sunna, kwamba usiswali unavotaka, swali alivyoagiza Mwenyezi Mungu kwa mafundisho ya kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na ndio hata katika sala isema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile ambavyo mliniona nikiswali. Vipi aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima ujifundishe, urudi kwenye ile kwamba wal amalu ala alilmi, na kuweza kufanya matendo kuendana na ujuzi. Jambo lingine kwamba baada ya kuwa matendo yale tuyafanya kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha, wa akilul halal, na kula vyakula vilivyokuwa vya halali. Ikiwa kwamba asema kwamba sajii fa idha fuqidat wahidatun lam yurfa'u al-amal, moja katika haya matendo likikosekana moja, basi amali ya mja haiwezi kuinuliwa, kwa sababu itakuwa ni khilafi, ni kinyume na mafundisho ambayo yalofundishwa na dini ya Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajha, kwamba inna Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yaqbalu min al-amal, hakubali miongoni mwa matendo yoyote, ila matendo anayokubali ni yale ambayo yamefanywa kwa kutafuta radhi ya Allah subhanahu, kwa kumtakasishia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yale matendo yakatafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kauli ya kumalizia kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba idha jamaa Allahu al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyama, Mwenyezi Mungu atakapowakusanya watu wa mwanzo na watu wa mwisho siku ya Kiyama, ile siku liyaumin la raiba fihi, ni siku ambayo haina shaka ndani yake, itafika tu. Nada munadin, ataita mwenye kuita, atanadi mwenye kuita, man kana ashraka fi amal, ikiwa kwamba kuna mtu ambaye aloshirikisha katika matendo yake, akakusudia yale matendo kwamba liyafanya kwa kumshirikisha, lakini akajiweka kwamba afanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataambiwa kwamba falyatlube, atafute thawabu zake min indi khairillah, atafute thawabu kwa mtu mwingine asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akhina shuraka, ni mwenye kujitosha, hahitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale ambao ni washirika ambao alowashirikisha. Kama mtu alimshirikisha, aelewe Mungu anajitosha. Kwa hiyo amali yoyote lazima mtu atakapoifanya aitakasishe ile ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema kwamba man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan,
yule ambaye man kana yarju, Muislamu yoyote yule atakayekuwa na taraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, siku ambayo ilikuwa nzuri. Wale watu wema watakuwa na zawadi ya kumwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wale waliofanya vizuri watapata ziada ya uzuri wa kumwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zanguni Waislamu, hii ni zawadi tu nilokuwa kubwa sana ya kuona kwamba mtu unamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama mtu alimshirikisha Allah, hatamwona Allah na matendo yake yatakuwa ni habaa manthura, yenye kuruka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema yule ambaye atakayekuwa na taraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salih, afanye matendo yaliokuwa mazuri. Matendo yaliokuwa mazuri yana sharti. Kwanza yawe naendana na kitabu cha Allah, khalafu yawe na ikhlas, uliyafanya kwa kumtakasishia Allah, uliyafanya kisheria kwa mujibu ulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yushriku biibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kunako ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Huyo ndiye ambaye atakayekuwa ameenda sawasawa na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yule ndiye atakuwa amefuata ikhlas, amemtakasishia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mafundisho yake amesema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din hunafaa wa yuqimu sala wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyima. Hiyo ndio dini iliyokuwa imara. Hawakuamrishwa watu isipokuwa kuamrishwa, waliamrishwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wawe sawasawa, wajiepushe na shiriki, hunafaa, wajiepushe na shiriki, alafu wayuqimu sala, wasimamishe sala, wayutu zaka, watoe zaka. Hiyo ndio dini iliyokuwa imara, isiyokuwa na tabu, isiyokuwa na shida. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.